Karibu sana katika kipindi chetu hiki cha habari za AI, na leo tukiwa tunaangazia yanayojili huko Uingereza juu ya habari ya serikali ya Uingereza kutaka kuifungia AI tool ya Grok ambayo inamilikiwa na kampuni ya X ambayo iko chini ya umiliki wa Elon Musk. Karibu katika kipindi hiki murwa kabisa cha habari za AI. London. Serikali ya Uingereza imetangaza kuwa inaufuatilia kwa karibu mtandao wa kijamii wa X kufuatia tuhuma za kushindwa kuwalinda watumiaji dhidi ya picha za ngono zilizotengenezwa kwa kutumia akili bandia, hususan zinazohusisha wanawake na watoto. Mamlaka ya mawasiliano ya Uingereza Ofcom imeanzisha uchunguzi wa haraka kuhusu matumizi ya robot ya AI itwayo Grok inayohusishwa na uundaji wa picha bandia ya deepfakes zenye maudhui ya ngono au yasiyofaa. Waziri wa biashara wa Uingereza Peter Kyle amesema serikali iko tayari kuunga mkono hatua kali zitakazochukuliwa na Ofcom, ikiwemo uwezekano wa kuzuia kabisa mtandao wa X nchini humo endapo itabainika haujatekeleza wajibu wake wa kisheria. Kutoa teknolojia yenye uwezo mkubwa wa kuhariri picha bila kuelewa madhara yake ni hatari kubwa kwa jamii, alieleza Kyle, akisisitiza kuwa wanawake wako katika hatari zaidi. Kwa mujibu wa sheria ya usalama mtandaoni Online Safety Act, Ofcom ina mamlaka ya kutoza faini kubwa au hata kuomba amri ya mahakama ya kufungia kabisa mtandao husika endapo ukiukwaji utathibitishwa. Kufuatia sekeseke hilo, mtandao wa X umetangaza kuwa utapunguza huduma zake za kuunda na kuhariri picha kwa watumiaji wa bure na kuacha uwezo huo kwa watumiaji wanaolipia huduma hiyo pekee. Hata hivyo, ofisi ya waziri mkuu imekosoa hatua hiyo, ikisema haiwezi kutatua tatizo bali inaweka maudhui haramu katika mikono ya wanaoweza kulipia. Hatua yoyote ya kuzuia mtandao wa X inatarajiwa kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa mmiliki wake Elon Musk, ambaye mara kadhaa amekosoa udhibiti wa serikali akidai unahatarisha uhuru wa kujieleza. Masuala ya maadili, usalama na uwajibikaji katika matumizi ya akili bandia yanaendelea kuchukua nafasi kubwa kwenye ajenda ya serikali na jamii duniani kote. Hatua zitakazochukuliwa dhidi ya mtandao wa X zitakuwa kipimo muhimu cha jinsi dunia inavyokabiliana na changamoto za teknolojia mpya katika kulinda haki na usalama wa binadamu. Katika habari nyingine za AI, wataalamu wanahimiza matumizi ya zana za akili bandia ili kuongeza ufanisi kazini. Ripoti mpya zinaonyesha kuwa kwa kutumia mfumo sahihi wa AI, wafanyakazi wanaweza kukabidhi zaidi ya 50% ya kazi zao za kawaida kwa mashine, hivyo kuokoa zaidi ya saa 20 kwa wiki. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni matumizi ya templates za Google Sheets kwa kugawa kazi kwa wasaidizi wa AI, kufuatilia muda unaotumika kwenye kazi na kupokea mrejesho wa kuboresha utendaji kazi. Na hizi ni taarifa za AI.